Manake rais pia ameenda mazishi. Tuende huko Beijing. Haya, Lagat, vipi bwana? Nini hiki ambacho unafikiri kwa faida msikilizaji anayekusikiliza sasa hivi, nini kinajiri kwa sasa bwana? Naam, shukran sana Hassan Mwana wa Ali, unanipata vyema kabisa ukiwa ndani ya Radio 47. Sasa hivi nipo katika uwanja wa Mtakatifu Petro nchini Italia, ambapo mazishi ya mwenda zake Papa Francis inaenda kuanza mwendo wa saa 5 saa za Afrika Mashariki, ambapo itaongozwa na Kardinali Giovanni Battista. Kumbuka ya kwamba Papa Francis alizaliwa mwaka 1936 katika Argentina kule sehemu moja inaitwa Buenos Aires, na akawa papa wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini kuongoza wanakatoliki zaidi ya bilioni 2 hivi kote duniani. Zaidi ya watu 100,000 wanatarajiwa kuhudhuria ibada ya siku ya leo kumwaga mwenda zake Papa Francis, ambaye alichukua uongozi baada ya kujiuzulu kwa Benedict wa 16 mwaka 2013. Ikumbukwe pia kwamba Papa Francis aliwahi zuru hapa nchini mwaka 2015 na aliweza kuaga dunia siku ya Jumatatu kutokana na kudhoofika kwa mwili wake kutokana na ugonjwa wa mapafu. Vizuri sana. Na labda swali tu kwa faida ya msikilizaji, wewe mwenyewe huko uliko vipi? Kuna watu ambao wamekuja mazishi na si wa Katoliki ama wote ni wa Katoliki? Naam, wengi wapo. Sasa hivi huwezi sema kwamba si wana Katoliki au ni wana Katoliki, kwa sababu umeona labda rais ama kiongozi yote kutoka jamii nchi ya dola ya Kiislamu? Sijapata kumuona mmoja, ila bado nitachunguza. Nimepata fununu kwamba yupo Mama Samia. Nitachunguza alafu nitakwambia, kwa sababu ni kiongozi wa dunia, so watu wengi wanatarajiwa tu kufika pale. Wewe mwenyewe Mkatoliki? Mimi si Mkatoliki, lakini uongozi wake ulikuwa unavutia. Wewe ni? Mimi ni Mkristo. Mkristo. Kuna tofauti ya Mkristo na Mkatoliki? Okay. Catholic and is it Pentecost? I'm not sure. Wewe ni Pentecost? Wewe ni Pentecost? No. Lakini ni Katoliki hao. Ngoja, kuna tofauti? Nyinyi wewe ni mwanadini sana. Wewe ni SDA. Wewe ni mimi pia dada PAG Pentecost tu. Pentecost. Kwa hiyo kilikuwa kibarua kigumu sana kutumwa huko. Wa Pentecost wananichanganya, lakini nafikiri wote hapo ni Wakristo. Ni Wakristo. Wakristo sio? Ni Wakristo wote, familia ile. Alafu ndo sasa unapata haya madhehebu, sio? Sawa bana, asante sana kwa kazi nzuri. Nitarudi kwako tena baadaye. Shukran. Unamwambia nini baba huku nyumbani anakusikiliza Radio 47? Namwambia tu endelee kusikiza Radio 47. Hafla ya mazishi ikikamilika, basi tutarejea nyumbani. Na ukiamua uendelee kufanya kazi huko Italia utabaki? Minofu ikiwa ipo sawa. Haya, msikilizaji, umewapata hawa vijana wakitangaza. Tupokee angalau simu 3 tupate